Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'd. Ndugu zangu, leo nawaletea funguo tano za nyumba yako katika milango ya riziki. Tumia funguo tano hizi kufungulia nyumba yako katika masuala mazima ya riziki. Ndugu yangu, ni funguo muhimu sana. Ni funguo ambazo kila yule ambaye anamiliki nyumba, kila yule ambaye anaifahamu, basi ni vyema akasikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili akaweza kuzielewa ni funguo za aina gani ambazo zinakwenda kufungua nyumba tano. Funguo hizi tano zinakwenda kufungua nyumba za aina tano. Kwa hiyo ni vyema mje akasikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili akapata faida kutokana na darasa hili. Unajua, mara nyingi sana watu wengi tumekuwa wapuuzaji. Yani mwingine wanasikiliza baada hapo anakuwa anafuatilia kidogo wanaacha na puuza. Ukichukuliza mpaka mwisho, basi kuna faida kubwa sana ambayo unakwenda kuipata katika darasa hili leo, kwa sababu ni muhimu ukazijua na ukaenda kufungulia katika nyumba yako na ukaenda kuyafanya mambo yako kwa sahari katika nyumba yako. Niombe wale ambao wanapita katika channel yetu hii lakini bado hawajasubscribe, basi wasubscribe ili waweze kupata faida kubwa sana katika mada hii ya leo. Twende moja kwa moja biidhnillah taala kuziangalia hizi funguo tano ambazo utafungulia katika nyumba yako. Ni muhimu sana kila mtu akashika na akawa na funguo kama hizi. Funguo ya mwanzo kabisa mtu katika nyumba yake ni ile funguo ambayo mtu anakwenda kujikinga na madhalimu, watu wabaya, madhalimu ambaye anaweza akachukua haki ya katika nyumba yako, ambaye anaweza akakufanya kitu kibaya katika nyumba yako. Kwa hiyo unakwenda kujikinga katika mazingira na hali kama hiyo. Kwa hiyo funguo ya kwanza, antusalli lillahi ta'ala sunnatul haja. Muislamu atakiwa uswali katika nyumba yako sunnatul haja. Alafu baada ya kuswali sunnatul haja utamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jinsi unavyotaka kujilinda katika nyumba yako, jinsi unavyotaka kuikinga nyumba yako na watu madhalimu na watu wabaya na watu mahasid. Utakapomaliza kuswali ile sunnatul haja rak'atayn na mbili, basi baada ya kukaa kitako utasema neno hili mara 71, bimaana hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Utatamka hili mara 100 na utatamka kwa nia maalumu ya kuondoa dhulma, ya kuondoa hasadi, ya kuondoa shida, ya kuondoa matatizo katika nyumba yako. Hii ni funguo namba 1. Kila mwenye nyumba basi inshallah aende akatumie funguo hii, au kama utakuwa nyumba hiyo umepanga, basi nenda akatumie kwenye chumba chako funguo hii. Hii ni funguo namba 1 katika zile funguo tano ambazo leo tunakwenda kuzieleza. Funguo ya pili ni mtu kuondoa huzuni, kuondoa dhiki, kuondoa shida, kuondoa matatizo katika nyumba yako, kuondoa yale majanga mazito katika nyumba yako, yale ambayo yanafikia mtu kumweka katika mazingira na hali ambayo sio nzuri katika nyumba yake. Kwa hiyo ipo funguo yake, anaweza kutumia katika kwa namna moja ama nyingine, na funguo yake yenyewe ni hii ambayo nitakwenda kuieleza sasa hivi. Na yeye vile vile ataswali nyumbani kwake pale sunnatul haja raka 2. Baada ya kumaliza kuswali raka 2 ataelekea kibla, alafu atasoma adhkar hii au uradi huu, atasema la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadh-dhalimin. Atasoma hivi mara 71, lakini asome akiwa chumbani kwake ama asome akiwa katika nyumba yake. Kama anamiliki nyumba katika nyumba yake atafanya hivi mara 71, na hii unafanya mara 1 tu, unachukua udhu wako alafu unafanya. Lakini hii sunnatul haja utaikusudia kabisa kwamba nafanya hivi kwa haja gani, kisha baada hapo utafanya mara 71. Hii ni funguo ya pili katika zile funguo tano ambazo leo tunakwenda kuzieleza biidhnillah taala. Funguo ya tatu, kwa mtu anahitaji kupata mali, kupata riziki, kupata utajiri, Mwenyezi Mungu amjalie kupata mali katika nyumba yake, basi faqra'u suratul waqi'a qabla an tanamu kulla yawm. Sasa hii atakiwa mtu afanye kila siku awe anasoma suratul waqi'a kabla kulala. Mtume anasema man qara'a suratul waqi'a fi kulli laila lam tasibuhu faqatul faqd abadan. Mtume anasema kwa yoyote yule mwenye kusoma suratul waqi'a kila usiku kabla kulala, yani ikifika ile muda kulala mtu akawa anaipiga na kuisoma al-waqi'a, basi anasema kwamba mtu huyo hatopata na ufakiri mpaka abadan. Haya ni maelezo na ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yeyote mwenye kutaka mali, mwenye kutaka kutajiri, basi inshallah adumu na kuisoma sana suratu Al-Waqi'a mara kwa mara. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamjalia kupata mali. Hii ni funguo namba 3 katika zile funguo katika nyumba yako. Bi maana kabla kulala Muislam jitahidi sana usome sana suratul Waqi'a, baada ya hapo ndio unalala. Mtume anasema man qara suratul Waqi'a fi kulli laila au fi kulli laila lam tasibuhu faqatil faqr abada, mtu huyo hatopata na ufakiri kamwe. Hii ni funguo namba 3. Funguo namba 4, kuwatenza nguvu maadui zako, wanataka kukufanyia mabaya, wanataka kukudhuru, wale ambao wanakuja katika hali ambayo sio nzuri katika nyumba yako, ama wewe mwenyewe unataka kukudhuru, basi utaswali sunnatul haja raka 2. Baada ya kuswali utatoa salamu. Baada ya kutoa salamu utasoma aya hii, wa ufawidhu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibadi. Wa ufawidhu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibadi. Utaisoma aya hii mara 71. Utaisoma aya hii mara 71 kwa ajili ya kuwatenza nguvu watu maadui zako, kuwatenza nguvu wale ambao wanataka kukufanyia kitu kibaya, kuwatenza nguvu wale ambao wanakuja kwa nia kutaka kukudhuru wewe kwa namna moja mengine. Basi utaswali raka 2, na hii utaifanya katika nyumba yako kwa ajili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupe ulinzi, akupe amani katika nyumba yako. Basi utasoma aya hii, utamkabidhi Mwenyezi Mungu watu hao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na funguo ya 5 ni kuleta istighfari mara nyingi katika nyumba yako. Bi maana Muislamu jitahidi mara kwa mara uwe unaleta istighfari angalau mara 100 kwa siku. Faida yake Mwenyezi Mungu atakujalia riziki, Mwenyezi Mungu atakujalia watoto, Mwenyezi Mungu atakuzidishia mali, mtu mwenye kuleta istighfari katika nyumba yake mara kwa mara. Leo nimekuletea hizi funguo 5, inshallah zikamate vizuri, zishike na nenda kazifanyie kazi biidhnillah Ta'ala, na utakwenda kuona muujiza na maajabu ya funguo hizi 5 ambazo leo nimekutajia. Zishike, zikamate na nenda kazifanyie kazi biidhnillah Ta'ala kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.